Mungu anaweza kutetemesha vile vinavyoweza kutetemeshwa ili vile vinavyoweza kubaki vipate kubaki. Kitabu kile cha Waebrania mlango wa 12 mstari ule wa 27 hadi 29, neno la Mungu linasema hivi, utasoma kwa kufuatilia. Maana maneno haya kwa mara moja tena yanaonyesha kuondoshwa kwa vile vitu vinavyoweza kutetemeshwa, yani vile vitu vilivyoumbwa kwa kusudi vile visivyoweza kutetemeshwa vibaki. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu ili Mungu aweze kutembea na mtu na kumridhisha heshima, wokovu uliotukuka, ataachilia tetemeko kwa vitu ambavyo huenda umewekea imani na tumaini kuwa ndivyo vitakavyokufanya uwe mtu au ufikie maono ulionayo au aliyokupa Mungu. Mungu anapotaka kumnyanyua mtu, kumweka viwango vya baraka, huwa Mungu ana kawaida moja. Ana kawaida ya kutetemesha vile ambavyo umeviwekea imani, ili kwamba vikitetemeshwa vibaki vile ambavyo haviwezi kutetemeshwa. Unaweza, kwa mfano, unaweza ukawekea imani mume, kazi au chochote, au ukaweka imani kwa watu fulani ya kwamba hawa watu wanaweza wakanisaidia, bila hawa watu siwezi kutoka, bila hawa watu siwezi kuwa mtu wa baraka, bila fulani siwezi kuwa mtu wa maana, au kazi au bosi. Mungu anapotaka kukupeleka viwango vingine vya heshima ili alitimize lile kusudi ambalo ameweka ndani yako, huwa ana kawaida ya kuharibu mazingira, kuachilia tetemeko. Anatetemesha vitu vilivyo kuzunguka. Unashangaa kazi inapigwa, unashangaa vitu vinaharibika, alafu unashangaa inakuacha unatembea na Mungu, alafu tetemeko linaachiliwa. Ni kanuni ya Mungu kuachilia ili kwamba ufike mahali ambapo hata vitu vyote vikikuacha, kile cha kimungu kinabaki ndani yako. Sema basi amina kama unabarikiwa. Mungu anataka cha kwake kibaki. Hata vitu vyote vikikuacha, lakini cha Mungu kibaki. Haleluya. Haleluya. Kwa mfano, anaweza kuachilia tetemeko kwenye uchumi, ajira, afya, ukajikuta tu vitu vyote ulizokuwa unategemea vyote vimekuacha, kwa sababu tuko mwilini. Ni rahisi watu kumuona shetani badala ya kumuona Mungu. Unashangaa vitu vimekuacha, unashangaa vitu ambavyo vilikuwa vinakuzunguka, labda kazi, labda ulikuwa na pesa, labda amani, labda kuna vitu ambavyo ulikuwa unavitegemea, vilikuwa vinakusupport, vinakupa uhai wa kuishi. Unashangaa vyote vimetetemeshwa, vyote vimeondolewa. Vikishaondolewa, Mungu anachotaka, anataka imani yako iendelee kumtazama. Vyote vitaisha, vyote vitakuacha, lakini yuko moja atakuacha, yuko moja atatembea na wewe, yuko moja atahakikisha alichoweka ndani yako lazima kitatimia. Hivi nasikika kweli mahali hapa? Hivi nasikika kweli mahali hapa? Sema basi amina. Ni rahisi watu wa Mungu kufika mahali pa kumwona shetani badala ya kumwona Mungu, kuwa ni yeye ameruhusu yaje. Hata kama ni shetani yuko kazini, kumbuka Mungu hajashindwa kuzuia. Hata kama unapita wapi, hata kama vita imetokea, hata kama ni shetani, hata kama ni wachawi, hata kama ni mizimu, hata kama ni watu wabaya wamekuinukia kwa namna yote ile, wakaachilia vita, sikiliza, sio kwamba Mungu ameshindwa kuzuia, sio kwamba ameshindwa kuwazuia. Aliwaona, aliwajua, akaruhusu walete vita kwako, akaruhusu walete magonjwa kwako, akaruhusu walete faraka kwako, akaruhusu kuleta shida kwako. Mungu aliwaona, na Mungu anataka imani yako iendelee kuwa strong, uendelee kumtazama yeye. Haijalishi mazingira yatayumba, yeye hatayumba. Neno lake halitayumba, ahadi ya Bwana haitayumba. Mtu mmoja aseme amen. Sema ahadi ya Bwana haitayumba. Sema basi kwa sauti, sema ahadi ya Bwana haitayumba. Mguse mwenzako, mwambie ahadi ya Bwana haitayumba. Vitu vyote vitayumba mwanangu, lakini ahadi ya Mungu haitafanyeje? Haitayumba. Wanadamu watayumba, lakini Mungu hayumbi. Marafiki wanayumba, lakini Mungu hayumbi. Jirani zako wanaweza kuyumba, lakini Mungu hayumbi. Ndugu zako wanaweza wakakugeuka, lakini Mungu hayumbi. Mume wako anaweza akakugeuka mpaka unasema hivi, ni fulani aliyeniambia I love you, mpaka kwenye lollipop, mpaka ananiona kwenye maji. Sawa, ameyumba maana ni binadamu, lakini nataka nikwambie, yuko aliyekuleta, yuko anayekujua, hajawahi kuyumba na hata yumba. Mungu akutumia kama radi sio ya kawaida.
waliokaa kwenye malango ya kwenu wakakimbia haraka sana, kwa sababu kuna moto unakwenda kutokea kupitia wewe. Sema fire, sema fire. Mwanangu, usishangae ukaona mbona Mungu amechelewa. Hachelewagi wala hawai, anakuja. Unajua ukipita kama miezi 9 au miezi 3 utafikiri miaka 20. Njaa ya siku moja kuanzia asubuhi mpaka jioni utafikiri ni mwaka. Pito la mwaka utafikiri ni miaka 100. Lakini furaha ya miaka 10 ni kama mwezi. Guse mwanza kumwambia wewe, ondoa imani ulikoweka, tuweke imani kwa Mungu, alafu anakwenda kujibu. Sema basi fire. Mimi naona watu wanakwenda kujibiwa. Makofi unapiga dhaifu, yani sijui. Mwambie mwenzako unakwenda kujibiwa. Alafu mwambie anza kucheka kidogo, anza kufurahi kidogo. Mwambie ukiona unashuka ujue kuinuka kunakuja. Ukiona unakataliwa ujue kukubalika kunakuja. Ukiona unachafuliwa ujue kuoga kunakuja. Ukiona umeonekana takataka, elewa kuna kitu kinakuja kukubalika kwako kila sehemu. Ninatamka pokea kibali mwezi huu. Natamka pokea upenyo mwezi huu katika jina la Yesu aliye hai. Sema amen. Sema hakuna atakayenizuia mimi ni moto, kwa jina la Yesu. Wangapi wana imani watasonga mbele? Lakini jambo la pili, kitabu kile cha Wafalme wa pili mlango wa 7 mstari wa 3 hadi 6 anasema hivyo. Mfano mzuri, watu hawa walizingirwa kila kona. Wakoma 4 walikuwepo katika lango la kuingilia lango. Wakaambiana, kwa nini tukae hapa mpaka tufe? Kama tukisema tuingie mjini, nako mjini ni tuna njaa, nasi tutakufa tu humo. Na kama tukikaa hapa tutakufa tu. Ni bora tuwaendee mbele kwa kambi ya Waaramu, na tujizalimishe, kama wakituacha hai au wakituacha tuishi, au wakitua basi na tufe. Hawa wakoma walifika mahali ambapo hakuna cha afadhali. Njaa inawatesa, taifa la kwao limezungukwa, wako kwenye wakati mgumu nchi yao, mbele yao adui yupo. Wakaamua kuamini kwa imani kuwa mbele kuna tumaini na uhakika. Wakachukua roho ya ujasiri. Ifike mahali hata kama kuna vitu vinakuzuia, kuwa na ujasiri. Sema basi amen. Kuwa na nini? Na ujasiri. Wakati mwingine kohoa tu, hata kama umefika dakika za mwisho kohoa tu. Sio kuona mtu anamwonea mtoto wake alafu mwezi kumpiga, alafu namuogopaga. Hata kama una uwezo, siku utakohoa wewe. Hata kama unajiona kabisa akinishika huyu mtu ataniua, lakini siku utafaa ujasiri wewe. Ifike mahali mwambie shetani wewe, mwambie matatizo wewe, hata kama nani atasimama tutashinda. Sema amen. Sema amen. Hawa wakoma 10 walifika mahali kona zote wamezingirwa, mbele kuna maadui, wana njaa. Wakasema tukikaa tu hapa tutakufa, tukienda tena tutakufa, hakuna afadhali, bora tuende kwa wakoma, halafu bora tuende kwenye kambi ya Washami tukajisalimishe kwao, na wakituua sawa, wasipotua sawa. Hii ni kitendo cha imani ambayo watu wamejenga imani ya kwamba lolote litakalotokea niko tayari. Maandiko yanasema walipochukua hatua, walipofika kwenye lango la mji, maandiko yanasema hawakumkuta mtu. Waliingia ndani, hawakumkuta mtu. Halafu maandiko yanasema Bwana aliwapigia ngurumo za Yawe, akaachia kishindo kama kishindo cha mafarasi na cha magari. Kwa hiyo Washami walisikia kama Waisraeli wanakuja na jeshi kubwa, wakaamua kukimbia. Hakuna mtu ambaye alikuwa anawakimbiza. Mungu aliachilia kishindo cha wakoma. Nami nataka nitangaze, adui zako kishindo cha wakoma kinakuja. Waliokuzuia kishindo cha wakoma kinakuja. Waliokaa kwenye tumbo lako la uzazi, kuna kishindo cha wakoma kinakuja. Mungu atazidisha kishindo kitakachowafukuza adui zako. Sema leo kishindo kitapita. Sema basi, sema kishindo kitapita. Nakwambia kuna kishindo kitapita. Wakati
unatetemeka ya kwamba sisi nitashindaje? Mungu ameshaachilia kishindo kwenye familia kwenu. Mizimu wamekimbia, mapepo wamekimbia, wachawi wamekimbia, wanafiki wamekimbia, magonjwa yamekimbia, kahaba amekimbia. Bado unajiangalia, hivi tutashinda kweli? Nataka nitamke kwenye hii madhabahu, neno la Bwana litatimia. Kuna kishindo kinapita mahali, kuna kishindo Bwana ataachia, kuna kishindo Bwana ataachia. Kazi iliyokamatwa itaachiliwa, baraka iliyokamatwa itaachiliwa, neema iliyokamatwa itaachiliwa, nyota iliyokamatwa itaachiliwa. Mtu mmoja aseme amen.